Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan awasamehe wafungwa 1036 ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufanya mazungumzo na Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu utekelezaji wa mpango wa kusitisha vita vya Gaza. Na katika michezo, mashabiki wa klabu ya Simba wasema wataendelea kuiunga mkono timu yao licha ya kwamba imeshindwa kupata matokeo mazuri kwenye baadhi ya mechi zake za msimu huu wa soka. Naam, asante sana popote pale ulipo kuendelea kufuatilia matangazo ya Channel 10. Karibu katika taarifa yetu ya habari, ikiwa ni siku njema kabisa ambayo ni kumbukumbu ya miaka 64 tangu uhuru wa Tanganyika, ikiwa leo ni tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Karibu ni taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, hivyo ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho. Utakuwa nami Ezekiel Mwambopo. Katika kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewasamehe wafungwa 1036 waliokuwa wakitumikia vifungo mbalimbali. Msamaha huo unawahusu wafungwa wenye magonjwa ya kudumu au sugu ambao wapo kwenye hatua ya mwisho kwa maana terminal stage, wafungwa wazee wenye umri wa miaka 70 au zaidi, wafungwa wa kike walioingia na ujauzito gerezani au wenye watoto wanaonyonya au wasionyonya waliohukumiwa kifungo cha mwaka mmoja. Wengine waliopata msamaha huo ni wafungwa wenye ulemavu wa mwili na akili wasio na uwezo wa kufanya kazi, na wengine ni wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kuwekwa kizuizini ambao wamekaa gerezani kuanzia miaka 10. Ikumbukwe kuwa Tanganyika ilipata uhuru wake Disemba 9 mwaka 1961 kutoka kwa ukoloni wa Mwingereza, na baada ya mwaka mmoja Tanganyika ilitangazwa kuwa jamhuri na baadaye ilijiunga na iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar mwaka 1964 na kuunda taifa jipya la Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, hiyo ndio habari iliyotuongozea kwa siku ya leo, habari kuu. Lakini nikueleze tu kuwa wakati Tanzania ikiadhimisha siku ya uhuru wa Tanganyika uliopata mwaka 1961 kabla ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuzaliwa taifa la Tanzania, wananchi wake wameombwa kuitunza amani ili idumu kwa miaka 60 na kujipatia maendeleo zaidi na zaidi. Katika viunga vya mji wa Zanzibar na maeneo mengine, hali ya utulivu na usalama imeendelea kushuhudiwa, huku wananchi wakiendelea na shughuli zao za harakati za maisha. Zanzibar, baadhi ya wananchi waliozungumza na Channel 10 leo hii ikiwa ni siku ya uhuru wa Tanganyika, wameomba wananchi kutunza amani na kutambua kuwa amani hiyo ni urithi uliotokana na uhuru uliopiganiwa na waasisi wa taifa la Tanzania bara na visiwani. Watu wanaendelea na biashara zao kama kawaida na shughuli zao kama kawaida. Bila amani hakuna kitu chochote kitakachofanyika. Tumishi amani, amani ndio kila kitu. Siku ya leo bwana, tunaazimisha vizuri, tunashukuru Mungu kwa kuungana Tanganyika na Zanzibar. Biashara zinaendelea vizuri, kazi tunapiga vizuri, yote kwa sababu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kama kusherehekea uhuru wa Tanganyika, kwanza tudumishe amani. Bila amani huwezi kufanya kitu chochote. Katika nchi ikiwepo amani, manake kila kitu wewe utafanya. Aidha, wananchi hawa wameomba vijana kuunga mkono viongozi wao na kuacha kushabikia kundi na taasisi zisizo na nia njema kwa taifa la Tanzania. Mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kuna mengi mazuri ambayo ameyafanya, kwa hiyo tutunzeni amani yetu. Amani ndio kila kitu. Jumbe wangu kwa vijana bwana, tutulieni, tuweni na amani kabisa, kwa sababu tusianze kufuata masuala ya kiuchochezi tukaharibu amani yetu. Amani ndio kila kitu. Kwa hiyo tutunzeni amani vijana. Tunachoomba Tanzania, tumuunge mkono mama ili azidi kutuletea maendeleo. Tuache udini, huyo Muislamu, huyo Mkuresi, tukae kitu kimoja, tukae na mama nini tunataka. Naamini mama akisikiliza maoni yetu, mama atayafanyia vizuri sana. Wakati Tanzania ikiadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika, vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiendelea na doria katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha usalama. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kutoka huko Zanzibar. Na mtazamaji, kama ambavyo umemsikia Juma Kasim, hali ya usalama na utulivu imeendelea kuonekana katika maeneo mbalimbali kote nchini. Tukianzia hapa
Dar es Salaam. Hali ya jiji la Dar es Salaam na viunga vyake katika siku ya leo ya Disemba 9 ikiwa ni maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanganyika imekuwa ya utulivu, huku wananchi wakiitikia wito wa vyombo vya dola kwa kuwataka kutulia majumbani na kuendelea na shughuli zao. Hebu tufuatilie taarifa hii. Katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kuanzia mitaa ya Kariakoo, Magomeni, Manzese, Ubungo na Kimara kumekuwa na hali ya utulivu, huku magari machache ambayo yamekuwa na shughuli maalum yakiendelea na safari, huku ulinzi ukiwa umeimarishwa kila kona kutokana na taarifa za mitandaoni kuhamasisha maandamano yaliyopigwa marufuku na vyombo vya dola. Msemaji wa Jeshi la Polisi, kamishna msaidizi mwandamizi wa Jeshi la Polisi David Msime, akizungumzia uzushi unaosambazwa wa maandamano kupitia mitandao ya kijamii hasa kutoka nchi jirani, amesema kinachofanywa ni kuunganisha picha za matukio ya zamani ambayo sio uhalisia uliopo. Hali ya usalama wa nchi ni shwari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha usalama nchini sambamba na kulinda maisha ya watu na mali zao. Aidha, Jeshi la Polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10, 2025. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, kamanda wa polisi kanda maalum Jumanne Muriro pamoja na mkuu wa wilaya Ubungo Albert Msando walikuwa katika mizunguko ya kuangalia hali ya usalama katika maeneo mbalimbali na kuzungumzia hali ilivyo katika maeneo mbalimbali. Kwa Dar es Salaam kunaweza nikakiri kwamba mpaka muda huu tunapozungumza hali iko shwari na mji wetu uko salama, na niendelee tena kuwashukuru sana wana Dar es Salaam kwamba wameendelea kuwa mabalozi wazuri sana katika masuala ya amani ya taifa letu. Na wapo pia wachache wanaoweza pia kutamani kwamba taifa letu liingie tena kwenye misuko. Niendelee tena kushukuru sana na kuvitia moyo vyombo vya dola katika taifa letu kwamba ni muda wa kuendelea kulinda amani ya taifa letu pasipo hata kuweka mashaka ya aina yoyote. Mimi mstari wangu ni mmoja tu. Wanasheria wanasema hati inajieleza yenyewe. Sasa ukiniuliza hali ikoje, wewe mwenyewe unaiona jinsi ilivyo. Hali ikoje, unaiona jinsi ilivyo. Wewe uko kwenye maeneo yetu. Mitandaoni wanasema yao na hapa unakiona unachokiona. Kwa hiyo sina maelezo zaidi. Ukirudia tena hali ikoje? Hali ipo kama unavyoiona. Unaiona vipi? Wewe ndio umezunguka. Nawashukuru sana. Sasa wale ambao wanasambaza taarifa kwenye mitandao ya kijamii, mpaka nchi za jirani kuna ambao wanatoa taarifa kwamba kuna vurugu zinaendelea katika nchi yetu. Kwa wilaya ya Ubungo hapa ninavyozungumza sasa hivi, hali ni ya amani sana. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ndio maelekezo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais, ndio maelekezo ya Waziri Mkuu wetu na viongozi wengine katika taifa letu kwamba tuzingatie na tuilinde amani yetu. Sasa niko hapa kuwatoa hofu wana Ubungo na pia kupeleka taarifa kwa Watanzania wengine ambao wako nje ya wilaya ya Ubungo kwamba hali ni salama, hali ni shwari, raia pamoja na mali zao wako salama. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo kutoka hapa mkoani Dar es Salaam. Mtazamaji, hiyo ni sehemu tu ya hali ilivyokuwa kote nchini, lakini kabla sija kupeleka katika maeneo mengine huko kwingineko, nikwambie tu kwamba waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene yeye amewashukuru Watanzania kwa kuonyesha utulivu na uzalendo katika kuilinda amani ya Tanzania na kudumisha utulivu wakati nchi ikiendelea kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Ameyasema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati wa ukaguzi wa hali ya ulinzi na usalama katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, huku vyombo vya ulinzi na usalama vikiendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo tofauti hapa nchini, ambapo wananchi nao pia walikuwa na maoni mengi ya kusikia. Lakini kwa sasa tumsikilize Waziri George Simbachawene. Nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya
na kama kuna changamoto basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma. Yale yamepita, yashapita, sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, ikiwemo jeshi la polisi, na ulinzi uko siku zote. Huwa unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu, mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi, kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huu kidogo kuna matukio mengi. Kwa hiyo hali hii itaendelea, na wananchi wawe huru kuendelea kufanya shughuli zao, lakini na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi siku zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama, naamini. Naam, ni Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi George Simbachawene baada ya kufanya ziara ya kukagua basi zoezi zima la ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam. Sasa nikupeleke kule Dodoma, ambako baadhi ya wananchi wa jiji la Dodoma wameeleza kuwa hali ya amani na usalama imeendelea kuwa tulivu, huku wakiuthibitisha umma kuwa maisha yanaendelea kama kawaida bila kuwepo kwa tukio lolote linaloweza kuhatarisha utulivu wa jamii. Hebu tukatazame. Ni kufuatia hofu ya wananchi kuhusu sakata la maandamano lililotangazwa kufanyika siku ya tarehe 9 Disemba. Wakizungumza jijini Dodoma, wananchi hao wamesisitiza kuwa mazingira yaliyopo sasa yanawawezesha kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu, huku wafanyabiashara na maafisa usafirishaji wakieleza namna wanavyofanya shughuli zao. Hatuna hofu hiyo, cha kwanza tunamtanguliza Mungu. Kwa hiyo tukamwambia Mungu, sisi tunataka kwenda kutafuta riziki, wateja tu kwa imani watakuwepo. Basi tukatoka na tunaamini kuna amani, maana kuna watu wanatembea, kuna magari, kuna mabasi. Kwa hiyo cha msingi tunachokiomba sisi ni amani, na kilichotuleta ni kutafuta riziki, hamna masuala mengine. Ni kutafuta riziki tu. Tukipata riziki tunarudi. Kiukweli amani ipo, kama mnavyoona watu tunafanya kazi, umeona. Kama mnavyoona pilika za hapa na pale, umeona tunapishana, amani ipo. Tukategemea na walivyozusha kwa hii tarehe, tukategemea leo patakuwa tofauti, umeona. Kwa kweli tukawa tumetoka hatujiamini, umeona. Ila kiukweli imefikia hatua tunaamini sasa. Na tuko huru na tunafanya kazi. Tunaomba amani jamani iendelee kuwepo ili tujipambanie wamama. Tuna wanafunzi wako shule, hatuna, yani tunadaiwa ada 1% kubwa. Kwa hiyo kinachosababisha watu tuhangaike, tuna madeni makubwa sana jamani. Tunaomba tu amani iweze kuendelea kuwepo ili mambo yaweze kuwa mazuri. Aidha, wengine wamezungumzia uwepo wa ulinzi wa kutosha mitaani. Doria zinazofanywa na vikosi vya usalama zimekuwa msaada mkubwa katika kuhakikisha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani vinadhibitiwa mapema. Hali ya nchi ipo shwari kwa sasa. Wanajeshi na maaskari wako barabarani wanasimama kwa kulinda amani ya nchi yetu. Wito kwa Tanzania, tuilinde amani yetu. Tusifuate mikumbo na vitu vingine. Tulinde amani, tupate utulivu. Kila mtu awajibike katika eneo lake la kazi kwa kutafuta riziki. Tuache mikumbo kufuatafuata watu, mambo mengine. Tuache, tutulie. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Asante Roda Simba kwa taarifa hiyo. Hiyo ilikuwa ni Dodoma. Tugeukie mkoa wa Morogoro, ambapo wananchi wa mkoa wa Morogoro wameendelea kudumisha amani na utulivu, wakionyesha uzalendo kwa taifa lao. Hii ni baada ya kutokea kwa hofu ya maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanywa na baadhi ya watu katika siku ya leo. Lakini hebu tutazame hali ilivyo kule mkoani Morogoro. Ni siku 41 tangu Oktoba 29 ambapo baadhi ya mikoa ulitokea uvunjifu wa amani, lakini kwa mkoa wa Morogoro haikutokea hivyo. Na leo ni miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Katika mkoa wa Morogoro umeendelea kuwa shwari, hakuna kijana yote aliyojitokeza barabarani. Hii inaashiria ni kwamba mkoa wa Morogoro wanarithi tabia za machifu walioongoza katika mkoa wa Morogoro. Chief Kingalu Mwanabanzi ni mmoja kati ya machifu walioongoza katika mkoa wa Morogoro, ambapo tabia yake ilikuwa inatumia maridhiano zaidi kuliko kutumia nguvu. Morogoro sisi, Chief Kingalu ndio ametulea sisi. Ukimwacha Kingalu, ukifuata nyuma chifu ambaye ametokea nyuma pia bado hajapigana, ukifuata nyuma tena. Yaani si Morogoro hakuna chifu aliyopigana, na ndio maana sisi tumekuwa tu hivi. Sio kwamba wapole, yani kwamba namna gani.
sisi tumelisishwa na sisi tunawalisisha vizazi vyetu. Kwa Morogoro hakuna kijana wa Morogoro aliyezaliwa Morogoro mwenye miamko hiyo ya kusema kwamba labda eti akafanye kitu fulani, yani akapigane na fulani ili yeye apate haki yake. Sisi hapa haki toka enzi na enzi. Haki hapa inapatikana kwa maneno tu. Huu ni mkoa wa Morogoro. Kama unavyoona, hali ya amani imeendelea kutamalaki. Lakini hali hii inapokelewaje na wafanyabiashara pamoja na watoa huduma mbalimbali ikiwemo wasafirishaji? Bado tumejitahidi kuendelea kutoka, lakini kama unavyotuona hapa tumekaa tu kinyonge, hamna kazi zote zinazoendelea. Kama unavyoona shughuli zetu za bodaboda, tunategemea kwamba unapotoka na unapotaka kula. Kwa mimi imani yangu, hata kama nikikosa nishukuru kwa sababu sijazulika, na nikipata nishukuru pia. Ila kwa mwenendo wa biashara yangu kwa jinsi inavyoenda kwa siku ya leo, japo sijaimaliza, namshukuru Mungu, si haba, inaenda vizuri. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Asante Jimmy Mengele kutoka huko mkoani Morogoro. Tutazame katika mkoa wa Tanga, katika wilaya ya Handeni ambapo wananchi wameadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara, huku wakiendelea kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa amani na utulivu. Kamera ya Channel 10 imetembelea baadhi ya maeneo wilayani hapa, likiwepo eneo la stendi kuu ya mabasi na kushuhudia shughuli za usafirishaji zikiendelea, huku pia wafanyabiashara wakionekana kuendelea na biashara zao. Na hapa baadhi ya wananchi wanasema, natoka nyumbani kwa Msisi nilikozaliwa, na kote huko toka nimeondoka ni salama kabisa. Kutoka hapa mpaka kwa Msisi ni kilomita 78 au na zaidi kidogo, lakini ardhi yote hiyo mpaka hapa Handeni mjini ni shwari. Wananchi wanafanya kazi zao katika ushwari na wanafurahia maendeleo yanayofanywa na Mama Samia Suluhu Hassan, Dr. Rais, na tunataraji kwamba kuwe shwari hivi hivi, kwa sababu amani ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu katupa Tanzania. Wito wangu kwa Tanzania, miaka 64 ya uhuru, wewe umepata fursa ya kuwa hai mpaka sasa hivi. Wa Tanzania tuweni na amani. Masala ya hamasa ya kuweza kutengeneza mazingira ya kukosa amani, hii tuachane nayo. Nimezungumza pia na baadhi ya vijana waliopo wilayani hapa ambao wameonekana wakiendelea kufanya shughuli zao za utafutaji kwa amani na utulivu, na hapa vijana hao wanaahidi kuendelea kudumisha amani hapa nchini. Kwa amani ya hapa wilaya ya Handeni ni shwari na watu wa Handeni wanajielewa. Sawa, na sisi hapa pia kwenye stendi yetu hapa tuko shwari na tunaenda amani sisi wenyewe, kwa sababu ni sehemu ambayo tunapata riziki. Hatutaweza kukubali mambo ya ajabu yatokee kama vurugu vile. Wilaya ya Handeni imebahatika kuwa na historia ya ukombozi wa taifa hili baada ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kufika wilayani hapa akiwa na Bibi Titi Mohamed wakati wa harakati za kudai uhuru, ambapo baadhi ya wananchi wameiomba serikali kuwatatulia changamoto zao zinazowakabili kwa muda mrefu tangu kuanzishwa kwa wilaya hii, ikiwemo changamoto ya maji. Ni maji tu ndio ambayo yanakuwa na vurugu kama hivyo unavyoona hapa. Tumekusanyikana watu wengi kwa sababu ya maji, na serikali inakusudia kwamba kuna mpango wa maji, lakini hatuelewi inavyoendelea. Katika miaka 64 hii ya uhuru, tunaomba serikali ione changamoto hizi. Kama mnavyoona kuna foleni kubwa hapo na baadhi ya sehemu nyingine. Serikali iendelee kutuchimbia hata visima, angalau tusitegemee mambo ya mabwawa peke yake. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kutoka huko mkoani Tanga. Mtazamaji, hali iko hivyo katika mikoa mbalimbali, na sasa ni kupeleke kule mkoani Manyara ambako mwanahabari wetu Elia Kimani yeye alikopo Babati na anatujuza hali ilivyokuwa leo katika maadhimisho haya ya miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Hali ndio hii mitaani mjini Babati. Wananchi wanaendelea na shughuli zao pasipo na shaka. Leo najisikia vizuri sana, yani kuliko hata siku zote. Watu wanafanya kazi zao, wana amani, wanacheza vizuri, yani wana furaha. Na mimi pia ni mfanyabiashara, mjasiriamali, na nimefanya biashara yangu vizuri mpaka sasa hivi. Sasa hivi naenda nyumbani. Tunashukuru jamani. Tuwe na amani na upendo. Serikali naipongeza kwa vizuri sana. Watulinde watu wananchi. Tuwe na amani, tutembee kwa uhuru kabisa, sio naogopa. Yaani kwanza nimeamka, sijaona hali ya vurugu wowote ule. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa hali aliyotupa, kwa afya tulionayo mpaka sasa. Yaani maongezi yaliyokuwa yanasemekana mpaka sasa naona ni tofauti kabisa. Yaani tofauti naiona kubwa sana. Tunaomba Mungu amani iendelee kuwepo, watu waendelee na shughuli zao kawaida.
Aidha, wameomba serikali kuendelea na mikakati yake ya kudhibiti wanaojaribu kuharibu amani iliyopo nchini. Kwa kweli shughuli zinaendelea kama kawaida. Tunaishukuru sana serikali yetu kuhakikisha kwamba inalinda amani tulionayo. Kwa hiyo niamka asubuhi tumekwenda masokoni na sasa hivi tumekuja kufanya shopping kidogo, wengine tunaenda saluni. Shughuli zinaendelea kama kawaida. Tumeamka salama, tunaendelea na majukumu yetu katika eneo letu. Kwa kweli uhamasishaji wa serikali huwa ni mkubwa sana na watu wanaelewa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, kuanzia jana usiku tumelala mpaka tumeamka, hakuna chochote kibaya tunakisikia. Tumejaribu kuzunguka mtaani huku pako shwari, watu wanaendelea na majukumu yao. Kimsingi kwa kweli hali ni nzuri kabisa. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Mtazamaji, wanahabari wetu wametukusanyia maeneo mbalimbali namna ambavyo hali ilivyo huko, na tunaendelea kuletea habari hizo. Lakini kabla ya kuendelea kuzitazama habari hizo, hebu sasa tuelekee kwingine ambapo tunaelezwa kwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kusini Pemba, Yusuf Ali Juma, amewataka vijana kuendelea kuwa watulivu na wasikubali kutumiwa na wanasiasa kufanya mambo yanayoweza kuharibu amani ya nchi. Amesema siasa mzuri hazihitaji fujo wala mgongano, bali zinahitaji mazungumzo, ushirikiano na kuheshimiana, na kusisitiza kuwa vijana wana nafasi kubwa katika ujenzi wa taifa. Hivyo ni muhimu wakatumia nguvu zao hizo katika shughuli za maendeleo, ikiwemo elimu, kazi za ujasiriamali, badala ya kujiingiza kwenye matendo yanayoweza kuvuruga utulivu wa jamii. Tutaendelea kuyalinda mapinduzi, tutaendelea kuulinda muungano wetu kwa faida wa Tanzania wote. Zangu naendelea kuwaasa wale ambao bado wanaendelea na chokochoko kwa lengo la kutuchafulia amani ya Tanzania. Mimi nataka niwaulize, wanatuhamasishaje tuandamane kuipinga serikali tuliyoichagua? Viongozi wa jimbo la Wawi, akiwemo mbunge wa jimbo hilo, mwakilishi pamoja na diwani, wamesema wapo tayari kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi kwa wakati, huku akihimiza vijana kujikita katika shughuli chanya za kuunga mkono juhudi za kuimarisha amani na utulivu wa nchi. Tunakwenda kuboresha mazingira ya vikundi vyetu vya rasilimali vya kina mama na vijana. Wananchi hawa, kina mama na vijana, ndio kundi kubwa ambalo limejitokeza kwa wingi kupiga kura tarehe 29. Kipaumbele chetu cha kwanza kilikuwa ni cha elimu, cha pili kilikuwa ni miundombinu ya barabara, kipaumbele cha tatu kilikuwa ni kupigania na kutetea ilani ya Chama cha Mapinduzi kutekeleza, lakini kipaumbele cha 4 kilikuwa ni michezo. Shirikiano mliotoa mwanzo katika awamu ya mwanzo, awamu hii mtaadhimisha maradufu. Na wajue kwamba mtambue Dr. Mwinyi anasema yajayo neema zaidi. Na ninaambia ndani ya wadi ya Wada yajayo neema zaidi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadia Jenerali Ahmed Abbas, amewataka walimu, wazazi na jamii kwa ujumla kuhakikisha wanakuwa mabalozi wa kuhubiri amani iliyopo kwa kwenda kutoa elimu kwa vijana juu ya athari za kuleta vurugu ambazo zinaweza kuchochea pia na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya kutolea huduma za kijamii pamoja na mali za wananchi. Mkuu wa mkoa wa Brigadia Ahmed ametoa wito huo wakati wa kuaga walimu wapatao 92 ambao wamestaafu kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma, ambapo amesema kutokana na matokeo mabaya ya wanafunzi wa darasa la 7 mwaka huu, kundi kubwa la vijana linaweza kubaki mtaani, hivyo wana wajibu wa kuhakikisha wanawashawishi na kujiepusha na makundi ya uhalifu. Kama watoto hawa watapata shughuli ya kuendeleza kimaadili, ya kuendeleza katika utayari wa kwenda kujitegemea, ni wazi kuna wasubjekti watoto hawa kuja kutumika kama fursa kwa watu wenye nia mbaya. Hivyo ni imani yangu sote tutaelekeza nguvu, sote tutaelekeza maarifa, na sote tutakuwa tayari kuhakikisha kundi hili halibaki nyuma.
Kwa upande wa mwakilishi wa afisa elimu mkoa, Mwalimu Matias Tilia, amewataka wazazi nchini kutengeneza utamaduni wa kuthamini walimu kwa kuwa kazi wanayoifanya ni kubwa ya kutoa malezi kwa watoto, huku baadhi ya wastaafu na wadau wa elimu wakatoa wito kwa serikali. Kwa miaka waliotumikia, ni dhahiri kuwa wametengeneza wataalamu wengi na viongozi wengi katika ngazi mbalimbali. Kitu ambacho japokuwa tunaondoka, lakini tunasikitika kulingana na matokeo yetu mwaka hata mwaka yanakuwa sio mazuri. Ni muomba elimu wa mkoa, tunapofanya tathmini kwenye halmashauri zetu, tusiwasahau wastaafu hawa wametumika kwa miaka kama alivyosema elimu wa wilaya, aliyetumika chini kidogo ni miaka 30. Kwa hiyo wana mambo mengi wanayoyajua yanaweza kutusaidia kutuvusha kutoka hapa tulipo tukaenda kwenye daraja tunalolitazamia. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Ditanyoni kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, Kanali Isaac Mwakisu, amesema uboreshaji wa miundombinu ya reli, barabara kwa kiwango cha lami na upatikanaji wa umeme wa uhakika katika wilaya hiyo imekuwa chachu ya mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kuchochea ongezeko la wawekezaji na mzunguko wa kibiashara katika wilaya hiyo. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Kasulu, katibu tawala wa wilaya hiyo Teresia Mtewele, ambaye alikuwa akimwakilisha mkuu wa wilaya, anasema utekelezaji wa miradi ya kimkakati ni fursa kwa wilaya kupata uwekezaji kwa wingi. Mchakato wa uanzishwaji wa reli ya kisasa pia umechochea ujio wa watu. Huu mchakato sasa umeanza, na wiki kama 3 zilizopita timu ilikuja kwa ajili ya kuangalia eneo la kuwekeza kambi kubwa ambayo itakuwa karibia na Kigondo. Kwa mradi huko tunatamba nao na kazi inaendelea kweli. Sambamba na hayo, miundombinu ya umeme na maji. Ikumbukwe kwamba tulikuwa tukitumia umeme wa kuwasha na kuzima. Kwa miundombinu hii inapokuwepo inachochea wawekezaji, na ndio maana leo hii tunaona magorofa yanaanza kuota kama uyoga hapa mjini. Mwenyekiti wa CCM wilaya Kasulu Mbelwa Chidebwe anasisitiza ushirikiano katika usimamizi wa miradi hiyo pamoja na viongozi kuhakikisha wanatekeleza ahadi walizozitoa wakati wa kampeni. Kuhakikisha yale yote tuliyoyaahidi yanakwenda kutimia na wananchi wana matarajio nayo. Ombi langu kwa wabunge na madiwani ni ushirikiano na uongozi wa serikali. Tuendelee tukashirikiane nao. Twende tukasimamie miradi ya maendeleo, tukatekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha kwamba yale ambayo tuliahidi kwa wananchi wetu yanafanyika kwa kiwango kikubwa. Aidha, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake mkoa wa Kigoma UWT Agripina Buyogela akasisitiza wanawake kuwa mstari wa mbele kulinda amani na utulivu wa nchi. Changamoto yoyote ya uvunjifu wa amani ikitokea, waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo ni waombe wanawake wote wa mkoa wa Kigoma tuhakikishe tunawaelekeza vijana wetu, wame zetu, watoto wetu kuhakikisha wanalinda amani ya Tanzania. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Asante Mwajabu Hoza kwa taarifa hiyo. Wachimbaji wa madini mkoani Simiyu wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwakumbuka na kuwatengenezea mazingira rafiki yanayowezesha kufanya kazi zao kwa kujitafutia kipato bila kuwa na vikwazo vya aina yoyote, na kwamba kwa kuanzisha Wizara ya Vijana itawasaidia kusikiliza changamoto zinazowakabili. Makamu mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo mkoa wa Simiyu Mashauri Ntizu akizungumza na vijana wa mkoa huu katika kongamano la kujadili fursa za kiuchumi, anamshukuru Rais Samia kwa kuwawezesha vijana, ambapo katika sekta ya madini ametoa mitambo ya kisasa ya uchimbaji kwa mkoa wa Simiyu na kufanya kazi yao kuwa nyepesi, jambo lililochochea kutoa fursa za ajira kwa vijana. Ndugu zangu, vijana wenzangu, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza ameona kuna umuhimu wa kukaa na vijana na kuwatengeneza. Maana zamani tulikuwa tunasema vijana ni taifa la kesho, lakini vijana ni taifa la sasa.
Tukiwapoteza hao vijana sasa hivi, tukasema kwamba tuwategemee kesho, si watakuwa wamezeeka? Sasa tutapata wapi nguvu kazi ya taifa? Kwa hiyo vijana wenzangu, mimi ni waase, wakati tunaendelea kusubiri ajira serikalini, basi tufanye na mchakato wa kukuta tunafanya utaratibu hata wa kujishughulisha kwenye shughuli zetu za machimbo. 10%. Nikiri wazi kwamba serikali kupitia viongozi wetu inajitahidi sana kuwanufaisha vijana, lakini tukiri kwamba wapo baadhi ya viongozi ambao wameaminiwa katika hii mikopo hawatendi haki. Kumekuwepo na vikundi vingi ambavyo ni hewa. Wafanyabiashara juu ya hili, mturahisishie, mtuletee vile vitambulisho. Endapo tutakuwa tunakatia ile leseni, tukatie leseni ya moja kwa moja, tusitozwe ushuru tena. Ni ipi kauli ya serikali kuhusu changamoto zinazowakabili vijana hapa nchini? Sisi kama serikali kwa mwongozo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba vijana waendelee kupatiwa platform kama hizi kwa ajili ya kuwasikiliza zaidi, kwa ajili ya kujua wanachowaza, lakini hasa pia kuwapa taarifa kuhusiana na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana. Mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Asante Aidan Mhando kwa taarifa hiyo. Serikali katika wilaya ya Arusha imevihakikishia usalama viwanda vyote vilivyoajiri vijana wengi wa Kitanzania katika jiji la Arusha na kuvielekeza kupuuza matamko yote yanayoashiria kuleta vurugu. Maelekezo hayo yanatolewa na mkuu wa wilaya ya Arusha, Joseph Mkude, katika ziara yake ya kufuatilia hali ya uzalishaji mali katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi katika jiji la Arusha kufuatia matamko yanayoashiria kuleta vurugu. Akiwa katika kiwanda cha A to Z ambacho kimeajiri vijana zaidi ya 6,000 ikizalisha bidhaa za plastiki na nguo, ameeleza kuridhishwa kwake kwa kukuta shughuli zikiendelea. Kwa hiyo nimekuja kujihakikishia mimi mwenyewe wilaya yangu ya Arusha viwanda vinafanya kazi, nimewakuta mnafanya kazi kwa amani na utulivu. Na mimi kama kiongozi wenu katika wilaya hii ninahakikisha mtaendelea kufanya kazi kwa amani na utulivu siku zote. Ambapo kuna viashiria au matamshi ya kuendelea kuvuruga amani, ninaomba hayo myapuuze. Muamini serikali yenu ipo, inawalinda na mtakuwa salama wakati wote, ili muendelee na shughuli za uzalishaji, muongeze uchumi, mkalee familia, mkajiongezee na ndoto zenu zipate kutimia. Hawa wanaohamasisha mambo ya vurugu muwapuuze. Mkuu huyo wa wilaya ya Arusha amesisitiza umuhimu wa jiji la Arusha kutokana na kuwa kitovu cha viwanda na utalii. Wilaya ya Arusha ni wilaya ambayo ya kibiashara. Tuna viwanda na biashara, lakini biashara nyingi za utalii. Hiki ni kitovu cha utalii. Kwa hiyo umeonyesha mfano mzuri sana wa viwanda vingine kwa kufanya kazi kwa bidii. Hongereni sana. Ama katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya Mkude ameeleza umuhimu wa viwanda kuendelea na shughuli kwa mahitaji ya ndani na hata nje ya nchi. Imepitishwa kwenye kiwanda ambacho kinazalisha malighafi za plastiki, yani vikombe, majaba na vingine vyote, chupa. Lakini sasa hivi nimepelekwa kwenye kiwanda hiki kinachozalisha vyandarua, ambavyo kimsingi vyandarua vinahitajika sana nchini kwetu na hata nje ya nchi. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Asante Novatus kwa taarifa hiyo. Shule ya sekondari Muhalala iliyopo wilayani Manyoni mkoani Singida kwa kushirikiana na wazazi wa shule hiyo imetunga sheria ndogo ambazo zitadhibiti utoro wa wanafunzi. Akisoma risala ya wahitimu 16 wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Muhalala, mwanafunzi Lea Francis akaitaja changamoto kubwa iliyopo katika shule hii. Changamoto nyingine kubwa zaidi ni kuwa na idadi kubwa ya watoro wa rejareja na watoro wa kudumu. Hali hii inafanya taaluma kuzorota, kwani wanafunzi walio wazuri wanaiga wale watoro. Ili kutatua changamoto hii, uongozi wa shule kwa kushirikiana na wazazi wamepitisha sheria ambayo inamtaka kila mzazi kulipia shilingi 5,000 kwa utoro wa siku moja. Mkuu wa shule hiyo Mwalimu Mashaka Ringi akatoa wito kwa wazazi na walezi wa wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na masomo ya kidato cha kwanza. Niombe tusiingie kwenye ugomvi. Tarehe 13 nataka watoto wote wawepo darasani wanafundishwa. Tarehe 13 narudia tena,
tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 2026 nitahitaji watoto wote wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 wawepo darasani. Ambaye hautaleta mtoto pale, sheria taratibu zinafuata utaratibu wake. Hiyo kwa nyie mnaondoka, hii ni kama sherehe kubwa sana kwenu. Nendeni mkawasaidia wazazi mnapokuwa mnasubiri matokeo. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Asante Jumbe Ismail kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika wa zao la tumbaku Chunya, Sebastian Masika, amesema katika msimu wa kilimo ujao, mkulima atakayebainika kuchanganya uchafu kwenye tumbaku maarufu kama ngulai wakati wa mauzo kwa lengo la kuongeza uzito zao lake litataifishwa na kuwa mali ya umma. Umefanyika mkutano mkuu maalum wa mwaka katika chama cha msingi cha zao la tumbaku Mtanila wilayani Chunya na kushirikisha wadau wa zao hilo, ambapo masuala mbalimbali yamezungumzwa ikiwa ni pamoja na kupokea taarifa ya majadiliano ya bei. Ndipo mwenyekiti wa CHUTCO Sebastian Masika akatoa angalizo la uwekaji wa taka kwenye tumbaku kwa baadhi ya wakulima. Atakayefunga ngulai, tumbaku yake itataifishwa. Asije akatulaumu viongozi, asije akailaumu serikali. Tunaposema ngulai ni ile ambayo imewekwa jiwe, imewekwa tofali, imewekwa misumari, imechotwa matakataka ya jalalani, imewekwa vichaka vitatu juu vya kuuzia. Hiyo ndio ngulai. Zile zingine mchanganyiko wa tumbaku kwa tumbaku unaambiwa kachambue. Sawa ngulai. Lakini kama utakuwa umechanganya, umeweka vitu ambavyo nilivyovisema hivyo, usije ukalaumu viongozi. Chama cha msingi Mtanila kimetumia mkutano huo kutekeleza msingi wa 6 wa ushirika wa kurudisha faida wanayoipata kwa jamii. Katika mkutano huo ambao mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa ndiye mgeni wa heshima, akiwakilishwa na mkuu wa wilaya Mbarali Brigadia General Mauridi Solumbo, amesema serikali itaendelea kushirikiana na wakulima. Nashukuru sana kwa fedha hii ambayo mmeamua kurejesha kwenye jamii, lakini mmeangalia maeneo mahususi kabisa ambayo yatawasaidia nyie pia kama sehemu ya jamii. Kwa kuwa vifaa hivi tulivyovitoa kwenye vituo vyetu vya afya vitaenda kusaidia hata sisi wenyewe tukipata changamoto za kiafya. Maendeleo ya wakulima binafsi yanaonekana katika kujenga nyumba za kisasa, kununua vyombo vya usafiri, kusomesha watoto na kuboresha afya za familia zao. Miongoni mwa vyama ambavyo vinafanya vizuri Mtanila, tunakutana kwa tukio ambalo sio sehemu zote zinafanyika. Kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Asante Rozi Chapewa kwa taarifa hiyo, mtazamaji, ambao kimsingi basi inanifanya na mimi nifikie ukomo kwa upande wa habari za kitaifa. Nataka tutazame kwa upande wa habari za kimataifa kulikona, ambapo kubwa zaidi ni kutoka kule nchini Israel, ambapo tunaelezwa kuwa waziri mkuu wa taifa hilo la Israel Benjamin Netanyahu atafanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump mnamo Desemba 29 mwaka huu ili kujadili hatua zinazofuata katika mpango wa amani kuhusu Gaza unaosimamiwa na Marekani. Netanyahu anatarajiwa kukutana na Trump huko Florida, huku serikali ya Marekani ikitarajiwa kujaribu pia kumshawishi rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kuhudhuria mazungumzo hayo. Taarifa hii imetolewa baada ya Netanyahu kusema kuwa awamu ya pili ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza itaendelea mara tu baada ya Hamas kukamilisha zoezi la kurejesha mabaki ya mateka wa mwisho. Mtazamaji, ni hayo tu kwa upande wa habari za kimataifa ambao nitaka pia tuweze kukupatia. Muda usio kwa mrefu nitarejea hapa tuweze kutazama kwa uchache kutoka katika habari za michezo na burudani. Tafadhali usiondoke kando ya televisheni yako ya Channel 10. Muda usio kwa mrefu nitarejea hapa. Channel
Burudani kiganjani mwako ukiwa na mitandao yetu. Facebook Channel 10 TZ, X Channel 10 TZ, Instagram Channel 10_Tanzania, YouTube Channel 10. Burudani zinaendelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kilicho bora kabisa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Msimu wa sikukuu umefika na habari njema ndio hii. Channel 10, Magic FM na Channel 10 Plus wanakuletea punguzo la 40% mpaka tarehe 15 Januari 2026. Pata nafasi ya kutangaza biashara yako kwa bei ya mwisho mwaka, bei rafiki ya sikukuu. Na hii ni punguzo la 40% kwa matangazo yote. Ni muda mfupi sana, chukua nafasi yako. Christmas inang'aa na mwaka mpya ni wa moto. Magic FM na Channel 10 tunakupa jukwaa la kufikia mamilioni ya wateja kwa gharama ndogo zaidi. Tangaza zaidi, lipa kidogo, fanya biashara yako ing'ae msimu huu. Na kwa pamoja tuseme hii ni ofa kubwa zaidi. Punguzo la 40%. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763400050 au tupigie simu namba 0615396193 au tupigie simu namba 0713611816 au tutafute kwa simu namba 0674384236. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Namna hiyo ndivyo ambavyo tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Asante sana kwa kuendelea kubaki na Channel 10. Tuzitazame sasa habari za michezo na burudani, na tukianzia kwa wekundu wa Msimbazi ambapo tunaelezwa kuwa licha ya klabu yao kutofanya vizuri katika baadhi ya michezo ya ligi za ndani na ligi za kimataifa, mashabiki wa timu ya Simba mkoani Dodoma wamesisitiza kuwa hawana mpango wa kuhama timu yao wala kuikatia tamaa, kwani bado wanayo nafasi ya kufanya vizuri. Mashabiki hao wanazungumza huku wakionyesha kuwa yaliyotokea siyo mageni jijini na wala hayawasumbui akili, lakini wanashindwa kujizuia kumlaumu mwalimu. We Simba damu siache, we Simba damu siachi. Hata kama tunafungwa, nina uhakika mbele huko tutakaa vizuri. Tuko vizuri, lazima tutawafunga tu. Bado kocha hatujapata vizuri. Tukipata kocha vizuri, lazima wapigwe tu. Mimi ni shabiki wa timu, sio mpira. Mimi hata Simba ifungwe bro, mimi siwezi kuama. Sisi mbele ya Azam tumeshinda ngapi? Tumefunga game ngapi? Una baadhi ya sehemu walikosea. Yaani pale kocha inabidi akae nao vizuri. Ngoja nikwambie kaka, yaani wewe ukiona unakata tamaa na timu yako, wewe sio mshabiki. Yaani wewe sio mshabiki hata mara moja. Kufungwa mechi moja sio shida. Sawa eh? Tunaona si kawaida sana. Wenzetu jana wameshinda na Costi kawaida. No, lakini mimi chama langu mimi nalikubali sana yani kaka. Kuhusu Taifa Stars na michuano ya AFCON, hizi ni hisia mseto kutoka kwa mashabiki. Tanzania tuna wachezaji cha kwanza. Cha pili pia Tanzania tuna makocha ambao tunawaamini. Alafu pia mpira wa sasa hivi ni mbinu. Yaani mbinu tu kidogo, ukimzidi mwenzako kete moja tu, game umeimaliza. Tumuombe Mungu. Tumuombe Mungu. Hapo kwenye kufanya vizuri kwa sababu timu yetu yenyewe ya taifa kama unazoiona, yani kile kiende napigwa. Unapotegemea unashinda unapigwa. Unaona? Kwa hapo ni kumuomba Mungu tu jamaa. Maombi yani. Nategemea at least mwaka huu tujaribu kushinda kwanza hata mchezo. Unaona? Tujaribu kushinda hata mchezo, kama sio mmoja miwili. Tutengeneze japo na sisi hiyo historia, tuendelee kupanda taratibu ili hata wakati mwingine tena tujaribu sasa kuwa na malengo makubwa zaidi. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.
Asante mwanamichezo Leonard Mwacha kutoka huko Dodoma. Tazamo kingineko, ikiwa ni mara baada ya kutangazwa kwa kikosi cha awali cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, hatimaye kikosi rasmi kimetolewa hadharani kupitia chapisho maalum kwenye mtandao rasmi wa shirikisho la soka Tanzania. Katika chapisho hilo, majina ya wachezaji 28 walioteuliwa kuwakilisha Tanzania yametajwa. Katika orodha hiyo, wachezaji 8 wanacheza ligi za nje ya Tanzania, huku klabu za ndani zikichangia kama ifuatavyo: Simba na Azam kila moja ikitoa wachezaji 6, Yanga ikitoa wachezaji 4, Singida ikitoa wachezaji 3 na Pamba FC ikiwakilishwa na mchezaji mmoja. Timu hiyo tayari imesafiri kuelekea nchini Misri ambapo hapo jana kwa ajili ya kambi ya takribani siku 10 ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mwisho kabla ya kuelekea Morocco ambako mashindano hayo yatafanyika ya kombe la mataifa ya Afrika. Joto la kuelekea mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa mwaka 2025 limeendelea kupamba katika maeneo mbalimbali barani Afrika, huku Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi 24 zitakazoshiriki michuano hiyo mikubwa inayotarajiwa kuanza huko nchini Morocco. Kutokana na ushiriki huo, serikali kupitia katibu mtendaji wa Baraza la Michezo Tanzania BMT Neema Msita imetoa wito kwa Watanzania kuiunga mkono timu yetu ya Tanzania Taifa Stars katika mashindano hayo. Amesema kuwa hii ni fursa adhimu ambayo si mataifa mengi hupata. Hata hivyo, ni muhimu wa Tanzania wenye nafasi ya kwenda kwenye mashindano hayo wakachote ujuzi kuelekea kwenye mashindano ya 2027 ambayo Tanzania itakuwa mwenyeji. Tanzania tumebahatika kuwa miongoni mwa nchi chache kati ya nchi 54 za Afrika ambazo zinakwenda kushiriki mashindano ya AFCON 2025 nchini Morocco mwezi Disemba. Na timu yetu ya Taifa Stars, maandalizi ni mazuri kwa maana ya serikali kwa BMT kwa kushirikiana na TFF tayari wako kwenye mipango. Sasa nini wito wetu kwa Watanzania? Sote tunafahamu kwamba sisi kwanza ni wenyeji wa mashindano ya AFCON 2027 na tulifanya kwa majaribio kupitia CHAN na tulifanya kwa mafanikio makubwa. Natoa wito kwa Watanzania. Kwanza twende kwa ajili ya kuishangilia timu yetu ya Tanzania. Pamoja na dua kubwa tutakayoombea Taifa Stars, lakini pia ni muda mwafaka wa sisi pia kuwaunga mkono Taifa Stars. Kwa hiyo Mtanzania yote anayetaka kwenda kupata exposure, kwenda kushangilia timu yake, aone uwezekano ni namna gani anaweza kuanza kujipanga na kujichakata ili aweze kushiriki pale Morocco kuishangilia timu yetu ya taifa inaposhiriki mashindano yake mbalimbali. Lakini wito wangu mwingine ni kwamba kwa kuzingatia fursa inayokuja kwenye AFCON ya 27, huu ni muda mwafaka wa kwenda kujifunza na kujionea ni kitu gani tunaweza tukatumia tukaona kama ni fursa ya kutunufaisha kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Kwa hiyo tukienda kule tusiende tu kushangilia Stars, basi tukachungulie ni kitu gani tunaweza tukarudi hapa tukakiimarisha na tukakiboresha au tukakifanya ambacho kitatufungulia milango zaidi tukanufaika na AFCON ya 27 kama ambavyo tunafahamu kuwa wenyeji wa mashindano mara nyingi tunaangalia zaidi baadaye tutanufaika. Naam, ni Neema Msita huyo katibu mtendaji wa Baraza la Michezo Tanzania BMT akizungumza basi na Watanzania kuhusu hamasa ya kuelekea mashindano ya AFCON ambapo Tanzania inashiriki. Timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 15 imeweka rekodi ya kihistoria baada ya kutoa ubingwa wa mashindano ya CAF African Schools Football Championship yaliyofanyika nchini Uganda. Katika mchezo fainali uliokuwa na ushindani mkubwa, Tanzania iliibuka na ushindi wa mikwaju ya penati 5-4 dhidi ya Ethiopia baada ya timu zote kufungana katika muda wa kawaida. Ushindi huu pia unawapa wasichana wetu wa Tanzania nafasi ya kuiwakilisha nchi katika hatua inayofuata ya mashindano ya bara la Afrika na kuendelea kuonyesha uwezo, nidhamu na ushindani wa kweli. Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania wasichana chini ya umri wa miaka 15 Anna Nyati ameeleza hisia zake baada ya mchezo wa fainali kumalizika kwenye uwanja wa St Mary's kule Katende nchini Uganda. Kwa majina anaitwa Anna David Nyati, kocha wa Tanzania wanawake chini ya umri wa miaka 15. Mechi ya leo ya fainali tulicheza dhidi ya Ethiopia. Ndani ya dakika tumetoka sare kwenye mikojo ya penalty, imeamua bingwa. Tumeibuka washindi wa Sekafa wanawake chini ya umri wa 15. Namshukuru sana Mungu. Wasichana wangu nilikaa nao chini tukaongea tukakubaliana vitu vingi, waliniahidi vingi sana, lakini ndani ya dakika 40 za mchezo tukaweza kupata matokeo. Shukuru Mungu, kwenye penalty tumeweza kuibuka mabingwa.
Naam, huyo ni kocha wa timu ya Tanzania ya wasichana chini ya umri wa miaka 15, Anna Nyati akizungumza baada ya ushindi ambao Tanzania imeupata. Basi tuhitimisha habari za michezo kwa habari za michezo kimataifa, na tukitazama kubwa zaidi leo ni kuhusu ligi ya mabingwa barani Ulaya, ambapo michuano hiyo inaendelea kwa usiku wa leo, ambapo michuano ya mpira wa miguu ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inaendelea leo kwa mechi 9 za hatua ya makundi kupigwa katika viwanja vya mijiji tofauti ya nchi za bara hilo. Mjini Astana nchini Kazakhstan, wenyeji Kairat Almaty watacheza dhidi ya Olympiacos kutoka nchini Ugiriki, na mabingwa mara 6 wa michuano hiyo Bayern Munich watakuwa nyumbani nchini Ujerumani kuwakaribisha Sporting Lisbon kutoka nchini Ureno. Chelsea FC kutoka nchini Uingereza wao watakuwa ugenini nchini Italia kucheza na Atalanta ya uko nchini Italia, na miamba mingine nchini Uingereza Liverpool FC itakuwa nchini Italia pia kucheza dhidi ya Inter Milan kwenye uwanja wa Giuseppe Meazza. Kwenye uwanja wa Nou Camp jijini Barcelona nchini Hispania, wenyeji FC Barcelona watacheza dhidi ya Eintracht Frankfurt ya nchini Ujerumani, wakati AS Monaco ya nchini Ufaransa wao watakuwa wenyeji wa Galatasaray SK ya nchini Ugiriki. PSV Eindhoven ya nchini Uholanzi itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Atletico Madrid kutoka nchini Hispania, na jijini London nchini Uingereza Tottenham Hotspur wao watawakaribisha Slavia Praha kutoka nchini Jamhuri ya Czech. Na mechi ya 9 kwa siku ya leo itafanyika nchini Ubelgiji, ambapo Union Saint-Galois wao watacheza dhidi ya Olympique de Marseille kutoka kule nchini Ufaransa. Naam, ndio michezo ya ligi ya mabingwa ambayo matokeo yake basi tutakupatia katika taarifa zetu utakapoendelea kuitazama Channel 10. Mtazamaji, mpaka hapo sina la ziada kwa upande wa habari hizo za michezo na burudani. Hivyo kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, basi nikukumbushe tena miongoni mwa habari tulizokuwa nazo kwa usiku wa leo kupitia muhtasari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan awasamehe wafungwa 1036 ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Tanzania bara. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufanya mazungumzo na Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu utekelezaji wa mpango wa kusitisha vita vya Gaza. Na katika michezo, mashabiki wa klabu ya Simba wasema wataendelea kuiunga mkono timu yao licha ya kwamba imeshindwa kupata matokeo mazuri kwenye baadhi ya mechi zake za msimu huu wa soka. Naam, hizo ndizo habari ambazo tulikuwa nazo kwa siku ya leo. Nikushukuru sana wewe ambaye tumekuwa pamoja katika taarifa ya habari katika siku hii maalumu ya uhuru wa Tanzania bara, miaka 64 tangu ulipopata uhuru. Basi nikwambie tu kwamba nikushukuru sana na nikusihi uendelee kutazama Channel 10 kwa vipindi vinavyofuata. Kwa niaba ya wote walioshiriki maandalizi na hatimaye kuruka kwa taarifa hii ya habari, ikiwemo hapa Yakini Mwakatobe ambaye yeye alisimama vizuri kuhakikisha kwamba upande wa studio na usimamizi wa matangazo haya yanakwenda kwa uzuri, lakini Johnny Mbawala yeye pia akiwa pamoja nasi kuhakikisha kwamba kwenye upande wa ufundi, lakini vile vile na tehama tunakuendelea kusimamiwa vizuri zaidi, lakini mwandaaji wa taarifa za habari kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa akiwa ni Hamisi Suleiman, kwa upande wa habari za michezo Salum Pelembo, lakini mchanganya picha hapa studioni ambaye pia ndio alituongoza hapa studioni ni Edson Kunambi. Jina langu ni Ezekiel Mambopo. Kwa niaba ya wote hao nikutakia wakati mwema. Kwa heri na siku njema.